Yaani uko ni kuchanganyana mdogo wangu, simu nyingi sana zinaita. Shida nini? Nifuate. Nifuate. Karibu. Ya. Asante Michael. Lakini samahani sana kwa usumbufu ndugu yangu. Bila samahani. Mwanao mimi nimekuja. Lakini ujio wangu hapa nina shida moja tu rafiki yangu. Kijana, habari yako? Ni salama kwangu mkuu. Vipi huko utokako? Kwanza kabla ya yote nikutoe wasiwasi. Mkuu, kazi ulionituma ilikuwa ni rahisi sana. Kwa maana ile dawa ambayo ulikuwa umenipatia ni dawa ambayo ina nguvu, imefanya kazi kwa muda mchache sana. Kwa hiyo mkuu, katika hilo tegemea muda na saa yeyote ile utasikia majonzi na vilio. Kijana, ninajua kwamba kazi ilikuwa sio rahisi sana kuipata ile dawa. Lakini imani yangu ilikuwa najua wewe unaweza kuitendea haki. Sasa sikiliza, umeufurahisha sana moyo wangu. Na ili moyo wangu uendelee kufurahi, ninahitaji katika mtaa huu watu waendelee kuwa na huzuni. Watu wamwage machozi. Watu wapate dhiki, wawe na shida, isiwepo furaha aina yoyote. Umenifurahisha sana. Mimi ndio mtoto wa Mzee Kashata. Mzee Kashata. Mkuu, nikwambie katika hili, nipo kwenye umtaa kwa ajili ya kuwaumiza. Nipo kwenye umtaa kwa ajili ya kuwafyeka. Na kwa sababu nipo na mkuu mwenye nguvu, mkuu mwenye uwezo, kila kitu kitawezekana katika umtaa. Safi sana kijana. Safi sana kijana. Nina matumaini na wewe 100%. Dizo, tangia tumetoka huku hadi tunafika hapa, hujaongea kitu chochote kile. Na vipi hali ya yule mdada mle ndani? Sio na tabasamu au unacheka ukajua mazuri. Tumepita njia zote huko na vichochoro. Sijakuongesha neno hata hili. Yaani nataka nikwambie, sisi tuna majanga. Unamaanisha nini? Namaanisha nini? Kwamba hujui? Kaka, kwa mwazi, kuna nini? Namaanisha hivi. Yule mtu ameshafariki. Yaani kaukata. Dizo. Unachokiongea umemaanisha kweli? Umedhibitisha hizo? Kitu kikubwa hicho mwanangu ujue. Kwa mdogo wangu, wataka kuniambia sasa hizi mimi navuta bangi. Au nakunywa mitungi mpaka nije hapa
sehemu kama hii asili afu naanza kukuambia hivi kitu. Nifikirie basi. Kaka. Kumbe kaka. Kwa nini unisaidiaje mwenzi hapa sielewi? Nimevurugwa kiukweli mwana. Kwanza tatizo lako ndugu yangu, unapenda sana vibinti na unasahau kuwa hao mabinti hao ndio wanamiliki magonjwa. Mimi jana nimelala peke yangu, lakini naamka asubuhi namkuta mdada kalala pale. Hata sielewi katokea wapi, kaingiaje. Yaani sielewi, afu na mlango nilifunga mwanangu. Shida gani? Kusema kweli, mimi na shida ya shilingi 3000. Na hiyo hela ambayo na shida nayo itaniwezesha mimi kufika kwenye interview. Unafahamu fika maisha yetu sisi ya kisanii, jinsi tunavyohangaika. Nimepata simu moja, nimeambiwa kwamba kuna sehemu nabidi nikafanya interview kabla sijaanza kazi. Na mimi mwanao hapa nilipo apecha lolo. Kwa hiyo shida yangu mimi ni shilingi 3000 ili nifanye kama nauli ya kuniwezesha kwenye interview. Na kufikia mida saa 3 niyo nimefika sehemu husika. Ndugu yangu, ndio anasemaga ule msemo, siku ya kufanyani miti yote uteleza. Yaani ndugu yako, hapa nilipo sina hata senti 100. Hata chai tu asubuhi sijanywa. Ndugu yangu, unajua kabisa familia pekee ambayo unabaki nao ni wewe peke yako. Na sina ndugu mwingine wa kumtegemea. Ndugu yangu, mimi naomba nikuondoe hofu. Unafahamu maisha yangu jinsi ninavyoishi. Alafu mimi 3000 nakurudishia. Yaani nikishatoka kwenye interview, nikirudi nakurudishia hela yako. Na ile dawa ambayo nimepata ni tenda kubwa sana. Kwa ndugu yangu, naomba unisaidie. Alafu pia wewe una wadau wengi. Basi njaribu hata kunikopea kwa wadau wako. Mimi nakurudishia mwanangu. Sikia nikwambie mwanangu. Yaani hapo unazidi kunichanganya. Yaani unanivuruga kabisa. Yaani unaambia umelala peke yako, afu unaamka unavuta familia yako ipo mtu. Hii inawezekanaje? Dizo. Mimi sijadata. Ukiingiaje? Wakati mlango wangu nimefunga. Wewe mdada. Wewe mdada. Ukaingiaje sasa? Naona macho yangu hapo. Wewe binti wewe. Mdada. Kama ongea chochote. Mdada. Mlango wangu nimefunga kabisa, huu hapa mlango si umefungwa. Sasa ukaingiaje hapa? Utakuwa na matatizo dizi kwa kiasi.
Kuna muda naona kama ni miujiza, kiliona roho. Nasema leo kinini kitanitisha kwenye room. Kuna muda nimerara ndani najikuta nje, nikiliona roho. Na akili zangu timamu. Nimekupigia simu yangu hii tujue hapa utanisaidiaje. Unajua hili jambo ni zito sana kaka. Sielewi kitu chochote kaka. Sasa sikia. Sasa tunafanya hivi. Kwa kweli jambo limetukuta wote. Sisi ni kama ndugu, sisi ni kama familia. Wewe dondoka, mimi niokote. Yaani chako changu, changu chako. Sasa sikia. Mimi cha kukushauri. Yaani ni kimya kimya. Mimi ninachoona yule mtu tukamzike. Ndugu zangu, hata yule mdau wangu mwenyewe anategemea ale kwangu. Yaani hapa nilipo sina hata senti. Mimi nisingeweza kukusaidia hata siku moja. Naomba tu nielewe. Sina hata 100. Mimi mwenyewe nakuombea ufanikiwe. Nisingeweza kabisa ndugu yangu. Sio mbaya. Kwa sababu wewe ni familia na utabaki kwa familia tu. Sio kesi. Mimi mwanaume nimwambia kupambana. Acha nisake sehemu nyingine. Ila nini? Dua zako tu. Na mimi nitafanikiwa mwanangu. Mwanangu, nakuombea huko uliko kaipate ile. Ili kufanikiwa jambo lako. Hata ngijikaza kwenye roho, sina bahati. Maisha nayo magumu. Nani Mungu nione, nione, kila nikiamka kwenye roho. Kaka, tutamzikije mtu ambaye hata tumfahamu ndugu yake hata mmoja? Tutawezaje kaka? Hivyo una akili kweli wewe? Wewe kumbe ni mjinga eh? Limetufika hii tatizo. Unamaanisha kitu nini? Tufanye maamuzi ya kiume. Yaani tutamzika tu kimya kimya, yani titifu tatu watu wasijue. Yaani ni matatizo je, matatizo tukikaa tu kimya. Sisi wale ndio dizo. Najua. Lakini tuende kwenye pointi kaka. Tutawezaje kuutoa mzigo mle ndani? Kwa kumbe unawaza jinsi ya kuutoa ule mwili ndani? Sasa sikia. Hilo swali niachie mimi. Ile ule mwili unatoka ndani na ni lazima ule mtu azikwe. Sijui mtu. Tubadilike mdogo wangu, muda unaenda. Sawa kaka. Nimekuelewa. Sasa tumezungumza sana. Na kama unavyojua tuna kazi za kwenda kufanya. Basi tukafanye kazi. Hapo zeni kuambia tukikutana tulifanyeze jambo letu. Sawa, hamna shida. Sawa. Kila nikiamka kwenye room, nikiamka kwenye room, kila nikiamka kwenye room, nikiamka kwenye room.
nikiamka kwenye room, nikubahatisha maisha nayoishi kwenye room, nashindwa kujizu, ni ya kutisha, mi mwenyewe sijielewi, nikiliona langu linatisha, mazinzong yameniganda, kwenye room langu linatisha, mpaka mi mwenyewe kwenye room, kuna muda naona kama ni miujiza, nikiliona room nasema leo kinini kitanitisha, kwenye room kuna muda nimerara ndani najikuta nje, nikiliona room jejeje, kila nikiamka kwenye room, nikiamka kwenye room.